Bwana, unaweza kusema kwamba kodi imefunguka kuhusiana na kile ambacho alikizungumza meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans kuhusu Young Africans na kocha wao mpya, baada yeye kusema kwamba ndani ya siku hizi 3 atakuwa tayari ameshatambulishwa. Wamehusishwa makocha wengi sana, akiwemo kocha Nasreddine Nabi, pasipo kusahau pia Miguel Gamondi, Lamuoldi amehusishwa hapo na baadhi ya makocha wengi ambao wamehusishwa, lakini pengine hao wote ni danganya toto. Kuna hii kodi ambayo tumeipata mpaka hivi sasa inathibitisha kwa asilimia zote kwamba kocha mpya klabu ya Young Africans ni huyu hapa. Unajua ni nani? Kwanza subscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Lakini pia unao nafasi ya wewe kutangaza biashara yako nasi. Tucheki kwa namba yetu ya simu ya 0711659593. Utatuambia tangazo lako unataka leo la aina gani, liwe la video ama liwe la picha, lakini pia bei utapanga wewe na muda ambao unataka litangazo pia utapanga wewe, kwa maana ndani ya wiki, mwezi, miezi 6, miezi 3 ama mwaka mzima, ofa hii ipo kwa ajili yako. Sasa twende kumjua kocha mpya klabu ya Young Africans ambaye mpaka hivi sasa imekuwa ni kitendawili ambacho hakuna mtu yoyote aliyeweza kukitigua. Kutoka nchini Misri katika klabu ya Ismailia zipo taarifa ya kwamba kazi imeanza kabla hata ligi kuu barani Afrika hazijafika katikati ya msimu. Wameanza kutimuana. Aliyekuwa kocha klabu ya Young Africans ambaye aliipa ubingwa wa ligi kuu na CRDB Federation Cup yani FA, kwa maana Hamid Milud Hamdi, ametemwa na waajili wake wapya hao, kwa maana Ismailia. Klabu ya Ismailia ya nchini Misri ambayo iliingia mkataba na kocha huyo imeamua kuvunja mkataba na mtaalamu huyo wa soka la kasi. Katika taarifa yao, klabu hiyo inasema wameachana na kocha kutokana na timu yao kufanya vibaya. Na nukuu kile ambacho kimezungumzwa na mmoja wa watu ambao wapo karibu sana na Milud Hamdi. Haiwezekani tuendelee kufanya vibaya huku tuna imani kuwa tuna kikosi bora, lakini hatupati ushindi. Ngoja tuangalie upande mwingine. Alisema hivyo huyu mmoja wa watu ambao wapo katika klabu ya Ismailia. Wanaamini kuwa kocha Milud Hamdi ana uwezo mkubwa na alikotoka alipo ubingwa Young Africans, lakini kwetu kwa maana hapa Ismailia hakuwa na wakati mzuri. Timu hiyo iko katika mikakati ya kuhakikisha kuwa wanapata kocha mwingine atakayeweza kushika nafasi ya Milud Hamdi. Kocha Milud Hamdi aliingia mkataba na Ismailia baada ya kuachana klabu ya Young Africans ghafla, baada ya kupewa ofa nono na kutokana na kile ambacho alikuwa nacho, kwa maana ubora, soka lenye kasi, lakini ustahimilivu pale ambapo anakutana na timu ngumu, lakini haraka sana aliweza kukopa mfumo wa Young Africans na akawa bora zaidi. Taarifa zinafika mbali ya kwamba Young Africans wana kila sababu ya wao kuweza kumrudisha kocha huyo Milud Hamdi, kwa sababu hawakumtimua, ila aliondoka kama vile ambavyo ameondoka kocha Faldu David baada ya kupokea ofa nono na Raja Casablanca. Ndivyo ambavyo Milud Hamdi alipewa ofa nono huko nchini Misri, akashindwa kuacha ofa hiyo, akaamua kuondoka. Kwa hiyo anao nafasi pia ya kurudi. Kama hakirudi, basi hapata kuwa na kazi kubwa sana kwake yeye, kwa sababu nusu na robo ya timu ambayo ataikuta ni wale ambao pia alikuwa nao. Kwa hiyo ni maeneo machache tu ambayo yatabadilika. Ukiangalia eneo la goalkeeping bado yupo yule ama wale. Ukiingia eneo la mabeki bado wapo wale ambao walikuwa nao, na bado wameongezeka wengine kama Mohamed Hussein Zimbwe na kadhalika. Lakini ukija eneo la kiungo bado hao kina Aziza Ndambwile walikuwepo, lakini pia ameongezeka Musa Balakonte ambaye ni ingizo jipya. Ukija eneo la ushambuliaji, kwa maana viungo wa ushambuliaji na namba 9 wapo wale, lakini wameongezeka baadhi ya watu, licha kuwa wamepungua baadhi ya watu. Ameongezeka Andy Bobo Boyeli, lakini yupo mchezaji kama Dumbia ameongezeka kwenye hilo eneo. Ingawaje pia hatopata huduma Stefan Kiaziz, lakini alishaitengeneza Young Africans pasipo Stefan Kiaziz kwa mechi chache za mwisho. Kwa hiyo unaweza kuona Young Africans wana kila sababu ya kurudi tena
kwa Meludi Hamdi, hasa kwa hii taarifa ya yeye kuachana na timu yake ya zamani. Hii pia inampa nguvu kocha wa muda wa hivi sasa, kwa maana Mo Bedi, baada ya kuwatuliza wana Young Africans kwa kuambia kwamba kitendo cha kufungwa bao 1-0 na Silver Strikers ya Malawi katika mchezo wa ligi kuu ya mabingwa Afrika, kocha huyo ama kaimu kocha mkuu wa timu hiyo Young Africans, kwa maana Patrick Mabedi, raia wa Malawi, ametangaza vita katika mchezo wa marudiano. Kocha Mo Bedi alisema pamoja na ugeni alionao na kuona jinsi mechi ya kwanza ilivyochezwa, ana uhakika wa kupindua meza. Alisema Young Africans ni timu nzuri na watashinda katika mechi hiyo ya marudiano itakayopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Anaamini kwa ukubwa wa timu ya Young Africans kutolewa katika hatua hii ni aibu, hivyo inategemea watashinda katika mechi hiyo. Na nukuu kile ambacho alikizungumza: najua watu wana imani na mimi na hakuna matokeo mazuri zaidi ya kushinda na kuingia hatua ya makundi, alisema kocha Mabedi. Amewataka wachezaji kuwa naye bega kwa bega katika kufuatilia vizuri mazoezi ili kuhakikisha wanakwenda kuwachapa Silver Strikers. Aidha pia amewataka mashabiki wa timu hiyo kuhakikisha wanakuja uwanjani kwa wingi ili kuweza kuisapoti timu hiyo. Lakini pia tupo na taarifa ya mechi hiyo kwamba hapata kuwa na kiingilio, kwa maana itakuwa ni mechi ya bure kabisa. Mashabiki vitini maelfu waliovaa jezi ya njano na kijani wanatarajia kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa katika mechi ya kipekee ya kufanya maamuzi, yani ya kufa ama kupona, ambayo imeshikilia hatima yao hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2025-2026. Mageti yatakuwa wazi kuanzia saa 2 asubuhi baada ya uongozi wa Young Africans kubariki maombi ya mashabiki na wanachama wao ambao waliomba kusiwe na viingilio. Ofa hiyo kwa kiasi kikubwa imechangiwa na mwitikio wa mashabiki wengi kufunga safari kuelekea nchini Malawi kuishangilia timu hiyo Oktoba 18 mwaka huu kwenye mchezo wa kwanza. Young Africans imepania kulipa kisasi cha kufungwa bao 1 ugenini katika uwanja wa Bingu uliopo Lilongwe. Hivyo ni lazima jijini Dar es Salaam jiji lisimame kwa shangwe na kuhakikisha wananchi wanafanya jambo lao. Katika mchezo wa kesho katika mchezo huo wa Young Africans hawatahitaji matokeo mengine yoyote zaidi ya ushindi wa tofauti ya mabao 2 kwenda juu ili kujihakikishia kufuzu hatua ya makundi. Mpango uliopo ni kurudia kile walichokifanya dhidi ya CR Belouizdad ya nchini Algeria, ambapo walifungwa kwa idadi ya mabao 3 jijini Algiers, lakini kwa Mkapa wakawapiga kipigo cha mama mkanye mwanao. Mazoea si mazuri kwa kupata ushindi wa magoli 4-0. Taarifa njema iliyopo upande wao ni kurejea kwa mshambuliaji wao namba 1 kwa maana Clement Walidi Mzize, ambaye amepona majeraha aliyokuwa nayo yakimkabili. Hii ni kwa mujibu wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans yani Ali Kamwe, na nukuu kile ambacho alikisema kwenye moja ya interview yake kwenye moja ya radio hapa nchini Tanzania. Mzize yupo fiti kabisa, amepona majeraha yake, na ikiwa itampendeza mwalimu anaweza kumjumuisha kwenye kikosi ambacho kitacheza. Ali Kamwe alisema hivyo. Lakini katika mchezo huo Kamwe alisisitiza kwamba wale wenye nia ovu dhidi ya Young Africans uongozi umejipanga kikamilifu kuwashughulikia. Tunawakaribisha mashabiki wote wapenda mpira kwa dhati, lakini wale wenye nia ovu dhidi ya Young Africans wasije kulaumu. Alisema hivyo pia Ali Kamwe, na nukuu zile dondoo ambazo yeye alizisema. Lakini utakuwa ni mchezo wa kwanza kwa Patrick Mabedi kusimama kama kocha mkuu baada ya kufukuzwa kwa Romain Folz. Lakini hata hivyo Kamwe amebainisha kuwa hawana maisha naye. Kwa maana hivi, na nukuu kile ambacho amekisema: hatuna mashaka yoyote na Patrick Mabedi kwa sababu ya uzoefu wake mkubwa katika soka la Afrika. Lakini hata hivyo nguvu ya tajiri imeingia kama sehemu ya kutengeneza hamasa
kwa wachezaji ikiwa watafuzu kwenda hatua ya makundi. Ni muda wowote tajiri huyo anaweza kwenda kuwatembelea wachezaji kambini ya Vic Town kuwapa hamasa, na kuna uwezekano akatoa kauli nzito kuelekea mchezo huo wa kufuzu siku hiyo ambao watacheza katika dimba la Benjamin Mkapa. Taarifa ambayo tumeipata kutoka kwa vyanzo vya ndani amesema hivi, na nukuu kile ambacho wamenipa taarifa hiyo: labda washindwe wenyewe tu, lakini tajiri kaweka mzigo wa maana mezani ili kuchochea ushindi, hivyo kazi kwao. Lakini pia hata hivyo sioni ni wapi Silver Strikers wanaweza kuchomoka, maana klabu imejipanga vilivyo ndani na nje ya uwanja. Taarifa zinasema kwamba wamejipanga hata nje ya uwanja. Kwa maana Silver Strikers wanatarajia kuwasili jijini Dar es Salaam, ambapo watakuwa na siku moja tu ya maandalizi kabla ya mchezo wao kuchezwa. Hivyo kocha wa timu hiyo Peter Magangira amesema kwamba wamejiandaa vyema kukabiliana na Young Africans kwa sababu wanafahamu wana kikosi chenye wachezaji wazoefu katika mechi za kimataifa. Na nukuu kile ambacho wamekisema: tumejiandaa vyema kwa sababu tunaenda kucheza dhidi ya timu nzuri yenye wachezaji wazoefu na michuano hiyo, jambo ambalo litaufanya mchezo kuwa wa kipekee na wenye ladha nzuri. Hivyo aliendelea pia kusema kwamba tunaheshimu ukubwa wa Young Africans, lakini hatupo kwenye michuano hii kama sehemu ya washiriki, bali tunahitaji kushinda bila kujali udogo wetu. Aliendelea kwa kumpa nafasi pia nahodha naye aseme chochote. Nahodha huyu ambaye jina lake ni Chikondi Kamanga amesema kwamba pamoja na morali waliokuwa nao wachezaji kambini, lakini wanahitaji kwenda kwa tahadhari kubwa kwenye mchezo huo. Na nukuu kile ambacho alikizungumza: ni kweli wachezaji wana morali, lakini tunalazimika kucheza kwa tahadhari kubwa dhidi ya Young Africans kwenye ardhi yao, maana wana wachezaji wanao uwezo wa kubadili matokeo dakika yoyote ile. Na kwa huyu aliendelea kusema kwamba itakuwa ni sehemu ya kujiandaa ikiwa tutaamini Young Africans watacheza vile vile kama walivyocheza awali pale Bingu. Kila mchezo una mbinu zake, lakini utazama mchezo dhidi ya Young Africans kwa jicho la kulinda kile tulichokipata nyumbani, maana historia inaonyesha Benjamin Mkapa ni uwanja mgumu zaidi kwa timu za kigeni. Timu hiyo kutoka Malawi haijawahi kufuzu hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika tangu kuanzishwa kwake, tofauti na Young Africans ambapo wameshafika mpaka hatua ya robo finali. Katika mchezo wao dhidi ya Silver Strikers nchini Dar es Salaam, inaweza kumtumia kiungo wao Fustave Due ambaye alikuwa majeruhi na aliukosa mchezo wa kwanza kule nchini Malawi. Lakini nyota wengine ambao wanatarajia kukosa mchezo huo ni pamoja na Gifty Chunga na Tadenda Mbalaka ambao bado ni majeruhi na wanaweza kukaa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo klabu ya Silver Strikers wanaenda kuwakosa baadhi ya wachezaji wao, lakini wanaamini wataenda kulinda kile ambacho wapo nacho na kufanya wafike mbali ama wafike hatua ya makundi. Taarifa ndio ipo hivyo, nami nimeisogeza masikioni mwako na kukuonyesha kwenye macho yako. Kwa mengi zaidi subscribe of Pitch TV ili upate yale mengi ya kimichezo. Dondosha comment yako hapo chini, lakini pia unao nafasi ya kushare nasi kwa njia ya WhatsApp. Tucheki kwa namba yetu ya simu ya 0711659593, lakini unao nafasi ya kutangaza biashara yako nasi of Pitch TV. Ipo offer ukitangaza nasi YouTube, basi tutakupeleka mpaka kwenye mitandao yetu ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunatumia Off Pitch TV. Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe na unapata ile mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, The Voice of Miracles. Kama bado hujasubscribe, basi unakosa uhondo wa kimichezo. Wewe shabiki namba 1 wa klabu ya Young Africans, Simba, Azam na zinginezo. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.